Chochote kile Mungu amekusudia mwaka huu, ndugu yangu, dada yangu, tafadhali omba bila kusita, kwa sababu mapenzi ya Bwana yanaposhuka, kwa hakika ukarimisha watu wake, mapenzi yake kwa utukufu wake. Ninashukuru kwa sababu nilipokuwa ninayasoma maandiko matakatifu ya Bwana, nimekutana na neno lililoko katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 5, ambapo Biblia inasema Naaman aliyekuwa amri jeshi la Wajemi alipoenda na kushinda vita mingi, kuna kijana mke waliochukua na wakamteka na kupeleka katika nchi yao Wajemi, na kisha yule jemedari kumpeana yule kijana mke kwa bibi yake kama mfanyikazi. Na neno la Bwana linasema wakati yule msichana alipotazama na kuona dhiki na shida ya mwajiri wake Naaman, alinong'onezea mke wa Naaman na kumwambia, angelikuwa bwana wangu karibu na nabii Elisha, kwa hakika ukoma ulio ndani ya mwili wake ungeisha. Nami ninasadiki ya kwamba wakati huu naomba Mungu akupatanishe na kukutanishe na baraka iliyo yako na yale maneno Mungu amekusudia kukupa, kwa sababu Mungu hutufarijisha katika utukufu wake kwa njia nyingi. Yeye hutupa neema zake katika mapenzi yake na utukufu wake kwa haki zake. Na ndiposa ninaomba ndugu mpendwa, dada mpendwa, yule msichana hakutazama na kuona amekuwa mateka katika nchi ya ugeni, wala hakutazama kuwa mateka katika nchi aliyopelekwa. Lakini kwa ajili ya utukufu wa Bwana, haikuwa tu ameenda pale kama mateka, lakini Mungu alimpeleka mahala pale kwa sababu alikuwa anakusudia kutumia yule kijana, ingawa ni msichana mdogo. Mungu alitumia kujisifu ama kujitukuza ili ajulikane katika nchi ya Uajemi. Na neno linasema kwamba wakati alipopasa ile habari ya nguvu za Mungu zilizoko ndani ya nabii Elisha, na kanena na mke wa Naaman, ingeliwezekana bwana wangu akakutana na Elisha, kwa hakika baraka zake zingemfikia. Na hapa ndipo ninataka nikujulishe jioni ya leo, usiogope kuomba lolote kwa Bwana, maana anasema ombeni, tafuteni, bisheni, mtafunguliwa. Maana nimeona akiwa mwema, nimeona akiwa Mungu wa kweli, nimeona akiwa Mungu wa baraka. Biblia inaendelea kusema kwamba wakati Naaman alipopokea habari zile za yule kijana mke aliyemnong'onezea mke wake, naye alienda moja kwa moja kwa mfalme na kumwambia ampe ruksa aende akatafute uponyaji wa magonjwa ama wa ugonjwa wake. Na neno la Bwana linasema wakati mfalme alipoandika barua ili apatanishe Naaman na mfalme wa Israeli, mfalme alipopokea ile barua ya kwamba mfalme wa Jemi amemwandikia mfalme wa Israeli ya kwamba nimetuma mfanyikazi wangu ama jemedari wangu kwako ukamsaidie kwa uponyaji, mfalme wa Israeli alirarua mavazi yake, kwa sababu alielewa yeye sio anaweza kukarimisha mtu hai na kifo. Lakini hakuelewa ya kwamba hiyo yote ilikuwa njia moja ya Mungu kujitukuza katika nchi ya ugeni. Kwa hakika nataka nikuzungumzie mwaka wa Bwana ambaye anasema ako tayari kuwakumbuka watumishi wake. Ndio huu. And that's why neno linasema amka uangaze, kwa sababu nuru yako imeangaza. Wapendwa, nataka mjue kitu kimoja. Si kwa wingi wa neema, si kwa wingi wa nguvu zetu, si kwa wingi wa uwezo wetu, si kwa mamlaka tulio nao, wala si kwa ajili ya vile tunavyojulikana, wala vile tunavyotambulika. Lakini mwaka wa Bwana unapofika ni kwamba kila moja ako na ruksa ya kuomba chochote katika mapenzi ya Bwana. Hapa ndipo ninakujulisha ndugu mpendwa, dada mpendwa, hata kama umeishi katika hali ya magonjwa, mwaka wa uponyaji umekufikia. Zungumza na Bwana, umwambie nimechoka kubeba mzigo huu. Nimebeba mzigo wa ugonjwa miaka mingi. Nimetumia madawa miaka mingi, ni homa hospitali nimetembea kwingi.
nimetafuta watu wa kunitibu katika njia zote, lakini sijapata. Mwambie Bwana, wakati huu na mwaka huu ninarauka na niangaze nikuambie Bwana uniponye. Naaman hangejua ya kwamba yule kijana mke wakati wa kuja kumletea habari nzuri za uponyaji wa mwili wake ndio sasa. Na Biblia inasema wakati Elisha aliposikia habari ya kwamba mfalme amerarua mavazi yake kwa habari alizozipokea kwa mfalme wa Jemi, Biblia inasema Elisha akatumana kwa mfalme wa Israeli akasema, mtume Naaman kwangu, maana huyu Mungu ako na uwezo wa uponyaji, hujitukuza kwa njia zote. Neno la Bwana linasema wakati Naaman alipofika pale kwa Elisha, alikuwa na matarajio yake kulingana na cheo chake. Na neno la Bwana linakariri ya kwamba katika mawazo na akili zake alitamani ya kwamba Elisha achukue mkono wake uweke juu, ama usungushe, ama afanye jambo lile litadhibitisha ya kwamba kuna nguvu za uponyaji zinapatikana. Lakini Elisha hakutaka kudhihirisha usarakati ama kufanya vituko ili uponyaji wa Bwana ushuke. Lakini alimtuma Gehazi na kumwambia, enda umwambie Naamani aende katika mto Jordan atumbukie mara 7, kwa hakika atakuwa msafi. Jambo lile lilimkera Naaman kwa sababu alijiuliza, mbona akatumwa katika mto ulio na uchafu? Akahesabu mito ya nchi ya kwao ni misafi na maji mazuri yanayotiririka. Wapendwa, na ningetaka nikujulishe kitu cha kwanza. Mungu hatembei mahali pana majivuno, majigambo, kujitukuza. Lakini Mungu hutembea katika roho iliyonyooka, iliyonyenyekea, roho iliyovunjika, roho inayoona ya kwamba katika baraka za Bwana zinapatikana kwa wale wanaonyenyekea, wale ambao wamejikosa wenyewe wanamuona Bwana. Kwa hakika Naaman alitarajia ya kwamba maybe ataona mambo yasiyo ya kawaida kulingana na cheo chake. Lakini maana Mungu alikuwa anataka kumnyenyekeza na kudhihirisha ya kwamba Mungu anaweza atumia chochote, alimtuma katika mto Jordan, ulio mto mchafu, ulio na maji machafu. Lakini Biblia inasema Naaman akaambia askari wenzake, nataka turudi kwa sababu nimedhararishwa, nimedharauriwa, cheo changu kimepata kukosa kutambulika. Lakini Biblia inasema wale askari walimpembeleza Naaman na kumwambia, mkubwa, angelikwambia mtumishi wa Mungu chochote si ungetoa? Angekwambia upeane chochote si ungepeana? Lakini huyu mtumishi wa Mungu hajakwambia upeane chochote, amekwambia tu enda ukanawe. Wapendwa, tuondoe kiburi katika mwaka huu, baraka za Bwana zishuke. Hata angalia ukubwa, wala cheo, wala ukuu, wala mamlaka. Lakini Bwana anaangalia kunyenyekevu, utulivu wa moyo wako vile utakavyonyenyekea. Angalia vile Mungu alimnyenyekeza Naaman, ingawa alikuwa jemedari mkubwa mwenye heshima na taadhima. Mstari wa kwanza unasema ya kwamba kila alipokuwa akienda vitani alikuwa anashinda vita. He was a hero. He conquered each and every battle alikuwa anatoka kwenda. Lakini Biblia inasema ya kwamba katika hali ya Mungu kutembea, hupita katika mapito ya aina nyingi, hutenda mambo mengi. Hapa ndipo ninataka kukujulisha ndugu mpendwa, dada mpendwa, yawezekana mashida zako ukosa kuondoka kwa sababu ya kiburi, kujiweka hali ya juu, kuona kwamba mimi ni mtumishi mkubwa, natambulika, najulikana. Mungu hata kuja kuangalia cheo chako. Mungu hata kuja kuangalia ni wangapi wanakutambua. Mungu hata angalia ni wangapi wanakufahamu. Lakini Mungu atachunguza uhusiano mlio nao na yeye, mapatano ambao mumepatana na yeye. Moyo wako umenyenyekea kiwasi gani ama kiwango gani katika njia zako? Maana Mungu huchukia kiburi. Mungu 5 akachoka, akaamua kuacha. Lakini watumishi wakampembeleza, wakamwambia tafadhali. Alinena nabii mara 7 yatosha. Alipoingia mara ya 6 na ya 7, Biblia inasema mwili wake uligeuka kuwa kama mwili wa mtoto. Wapendwa, kwa hakika tunapotamatisha mwaka huu wa 2026, tuna uhakika kuna wengi watafanikiwa na wengi watabarikiwa. Ingawa neno la Bwana linashuhudia na kusema ya kwamba katika huu mwaka ambao tunafaa tuamke tuangaze, Biblia inasema naye dunia itakuwa na giza.
Ninataka nikujulishe ya kwamba vile Bwana anavyofanya kazi mwaka huu, giza ni tele. Dunia itakuwa na giza nyingi. Kwa hivyo wale hawataamka waangaze, watafunikwa na ile giza. Dada mpendwa, ndugu mpendwa, amka uangaze, naye nuru ya Bwana itakuangazia katika njia zote. Kazi zote utakazozifanya mwaka huu, nina uhakika katika mwanga na nuru ya Bwana itaangaza katika kazi zako. Iwe ni biashara yoyote utakayoanzisha, amka na nguvu na kumwambia Bwana, niangazie kwenye hii kazi, niangazie kwenye hii. Biblia inasema wakati Naaman alipotoka kwenye mto Jordan, Biblia inasema kwamba mwili wake uligeuzwa. Kwa hakika uligeuka na kuwa kama mwili wa mtoto mdogo. Nataka nikujulishe kitu kimoja mpendwa. Neno la Bwana linasema wakati atakumulikia, mwanga wake utakumulikia. Nuru yake itaangaza. Mwanga wake utakuwa mwingi juu ya maisha yako. Hebu mtazame Daudi. Wakati Daudi alipomiminiwa mafuta na mfalme na nabii Samueli, Biblia inasema watu hawakutambua nguvu za yale mafuta. Lakini wakati alipomwagiwa mafuta, tazama naye Mungu vile alivyofanya. Ndugu zake wakimsaidia Sauli kupigana vita, naye dada zake wawili walimzalia watoto ambao walimsaidia Daudi kupigana. The heroes. Wale washindi walipigana vita vyote vya Daudi, walikuwa ni vijana wa dada yake. Kwa hivyo ninataka nikuambie, Mungu anaweza tumia chochote kukuinua. Kwa hivyo wakati anapozungumza kuhusu kuinuka na kuangaza, amka bila kuogopa. Omba chochote, usiombe kwa kugairi ama kusita ama kuona kana kwamba Mungu wako hatatimiza. Ameshatimiza. Already anasema baraka zako nimeziandaa, omba utapewa, bisha utafunguliwa. Angalia wakati Naaman alipoponywa, alitamani kumpa Elisha kile alichokuwa nacho, lakini Elisha alimwambiaje? Sitapokea chochote kutoka kwa mikono yako, maana ninajua uponyaji Bwana ambaye amekutunukia ni bure. Anataka utukufu wake ufike katika nchi yako. Nenda uambie mfalme na nchi yako ya kwamba vile Mungu anavyofanya. Hapo ndipo Naaman aliinama mbele ya Elisha na kumwambia, kwa hakika amejua dunia nzima na duniani kote hakuna Mungu mwingine kama Mungu wa Israeli. Hapo ndipo alimuomba Elisha na kumwambia angeliomba tu, kwa sababu atakuwa kiinamia Mungu wa Israeli, apewe angalau mchanga wa Israeli. Mahali atakapoenda kuweka, atakuwa kiabudu na kumheshimu Mungu wa Israeli. Kwa hivyo dada, jioni ya leo, Ijumaa ya leo, ningetaka nikujulishe jambo moja. Unapoomba usiombe kwa uoga. This is our year. This is our time. This is our moment. Can we wake up and arise and shine, because the shining of the Lord, the light of the Lord is upon us. Mwanga wa Bwana uko juu ya maisha yetu. Kwa hivyo kile ningependa nikujulishe jioni ya leo, usiogope dada mpendwa. Fear not. There is power. There is power in him. Wengi watazungumza yale, wengi wataongea haya, wengi watazungumza yale, lakini wewe katika moyo wako mwambie Bwana, umeshagundua wakati wako umefika. It's our time, dear brethren. It's our time. Tumedhihakiwa sana. Watu wamemdharau Mungu, wameona kana Mungu alituacha, but this is our year. Wengi wametucheka, wengine wametunongonezea mabaya, wengine hata wameuliza Mungu wetu yuko wapi, kama vile walivyomuuliza mtumishi wa Mungu Yob. Yob aliulizwa maswali, mbona apitie hayo? Lakini kumbe Mungu alikuwa anataka kujitukuza kwa dhiki zake. Anaweza jitukuza kwa hali zote. Na mimi ninataka nikujulishe hii nikitamatisha. Dada mpendwa, ndugu mpendwa, ni nini hiyo imekuweka chini? Ni nini hiyo imesababisha uonekana kwamba hauna kesho yako? Don't lose hope, brother. Don't lose hope, my sister. There is hope. There is power for those who believe in him. Kwa wale wanaomwamini Bwana, kwa wale wanaomtegemea Bwana. Na hapo ndipo Deborah alimwambia amri jeshi, Bwana akiwa amekupea Sisera mikononi mwako, usiogope. Amka uende upigane vita. It doesn't matter how mighty they are, vile walivyo na nguvu. But I want to tell you, my sister and my brother, usiku wa leo mwambie Bwana, it's my time. It's my time. It's my time. Usilale tena. Wake up and rise and shine. Tell people, it's my time.
I believe and I know before the end of this year we will testify to many people ya kwamba it's our time. Ni muda wetu, ni wakati wetu. Usiogope. Wale ambao walikuwa wanaona kana kwamba hauwezi, waambie unaweza. Wale walikuwa wanaona kama kabiashara kako kameanguka, mwambie ninaamka tena. I'm waking up again. I'm rising up again because the light of God is upon me. Mwanga wa Bwana uko juu yangu. Wengine wakiomboleza, mimi sitaomboleza. I feel God is upon me. Mkono wa Bwana uko juu yangu. Musa alimwambia Bwana, andamana nasi, tembea nasi. Na ni kweli, wakati Mungu aliingia kutembea pamoja na Musa, hakika bahari ligeuzwa, bahari ligawanywa. I want to tell you, before ni maliza, nataka kuomba na wewe ambao ulikuwa unaona kana kwamba Mungu hawezi fanya. Ninataka kukuambia, I am a testimony. Mimi ni mshuhuda ya vile Bwana amenitendea. My life vile ilikuwa na sasa vile ilivyo. I can testify to many people. Watu watasema hakuna Mungu, watu watasema Mungu afanye, lakini kwangu mimi nina ushuhuda, amenitendea. Nina wimbo naweza sema amenitendea. Na ninaposema huo wimbo, sibahatishi tu kama wimbo, sisungumzi kama watu vile wanavyosungumza, but I mean it, ameshanitendea. Kwa hivyo mahali ulipo, ambia Bwana, hata kama ni ugonjwa, I believe sitatoboa mwaka huu na ugonjwa tena. Sitatumia madawa tena. Sitatafuta watu wa kunisaidia tena. Mungu utaniinua. Nitaenda mbali. Nitasimama upya. I will testify to many people vile umenifanyia mengi. Nimeona umetendea wengi. Hata mimi mwaka wangu ndio huu wa kushuhudia yale Bwana umenitendea. Kwa hivyo ninataka kuomba na wewe, mahali popote ulipo, amini pamoja na mimi ya kwamba Bwana ako tayari. Funga macho yako tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninataka kuombea huyu mpendwa anayenitazama. Amepitia changamoto miaka mingi, lakini Bwana umesema huu ndio mwaka wake. Huu ndio mwaka wa kuinuliwa kwa maisha yake. Huu ndio mwaka wa kufanikiwa kwa maisha yake. Huu ndio mwaka wa kugeuzwa. Huu ndio mwaka wa kutendewa mengi. Nataka kuomba jioni ya leo na usiku wa leo, asiende kulala na mashida ya jana, mbali Bwana muinulie mkono wako wa ushindi. Aipokee baraka yako na mwaka wake uwe ndio mwaka huu. Baba, muongoze. Vile Naamani alirudi nchi yake na furaha, akubadilishwa mwili wake kuwa kama mwili wa mtoto, ninaomba hata huyu mpendwa Baba amke kesho akiwa na shuhuda mpya ya kwamba mwili wake, nyama zake, kazi zake, huduma zake, biashara zake, kazi za mikono yake, hakika zitaongozwa na wema wako. Maana this is our year. We have to arise and shine, kwa sababu nuru yako itasimama. Hata kama dunia itakuwa na giza kiasi gani, Baba usiruhusu msikizaji na mtazamaji wangu giza ikamfunika, bali mwanga wako Bwana ukaangaza juu ya maisha yake. Katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu nimeomba. Shalom, shalom. Yale uyatendayo ni makuu.